Jamani, na hapa kifuani panauma. Na hapa kifuani. Mimi siwezi kukushika kifuani. Binti! Kuna mgeni tunamtafuta, ameingia ndani ya kijiji. Vipi? Hujamuona? Hapana mheshimiwa, sijamuona. Askari, ingia ndani na ukachunguze. Mheshimiwa Mfalme, humu ndani mtu hayupo. Basi tuondoke. Subiri. Binti, nyanyua sura yako. Weka binti. Unagonjwa ugonjwa wa laana alafu unabaki kimya. Unataka ambukizo wengine? Kuhani, ina maana ndio ugonjwa ambao ulikuwa unaniambia? Oh, ni hatari. Ndiyo mfalme, na haina tiba. Huyu anakufa. Askari, chukua na binti mkamtupe mbali na kijiji, asije kaambukiza wengine, maana ugonjwa ni hatari. Sawa mfalme wangu. Samani kuhani, kwa hiyo tunaruhusiwa kumshika? Acha kuwa na waga kiintelijensia. We mtoto wa kiume, kaza. Mnaruhusiwa. Jamani, mniache. Mniache. Itakuwa unapoishi sio mbali na hapa? Hata sio mbali. Alafu bado hujaniambia jina lako. Unaitwa nani? Naitwa Peter. Unajua ni watu tofauti sana na watu wa huko. Kwani unatokea wapi? Mimi sio mtu wa hapa. Nimetokea mjini. Alafu inaonekana nyinyi ni watu wa kitamaduni sana. Ndio, sisi tunaishi kitamaduni. Ndio maana hata nilipokuona nilishangaa sana. Maana unavaa vitu vya ajabu. Kwa hiyo hujawahi ona mtu ambaye anavaa kama mimi? Alafu hujaniambia bado jina lako. Unaitwa nani? Naitwa Eliza. Alafu kwani umefuata nini huko? Ni story ndefu. Ila ikifika muda nitakuhadisia. Naomba unipeleke unapoishi.
maana huku mimi sina mwenyeji. Hapo unaponiona mwenzio, nataka kukimbia. Asa kwa nini unataka kutoroka? Sikia, hutakiwi kutoroka familia yako. Familia wapi? Mimi tayari babangu na mamangu wameshafariki. Alafu babu yangu eti anataka kuniozesha na mwanaume ambaye mimi simpendi. Pole sana kwa kupoteza wazazi wako. Ila kama ni issue ya kutaka uozeshwe na mtu ambaye usiyemtaka, mimi nakusapoti. Sawa basi. Mimi naomba nikuache. Uniache? Asa utaniachaje ikiwa nimeshakwambia kuwa mimi sina mwenyeji? Mimi nimeshakwambia kuwa natoroka. Sikia, mimi kuna watu ambao nakuja kuwatafuta huko. Alafu mimi sina pa kwenda. Hata watu wenyewe sijui hata sura zao. Tafadhali, nisaidie. Sikia, ninachokushauri tu, kimbia. Ondoka kwenye hiki kijiji, maana utakufa. Nitakufa? Nitakufa na nini? Sikia nikwambie kitu. Mfalme akigundua kuwa kuna mgeni kwenye hiki kijiji, atakuua. Alafu kingine, unatakiwa utoe hayo mavazi yako, uvae kama sisi, ili usijulikane. Mimi nivae kama nyinyi? Siwezi nikavaa vitu vya ajabu hivi. Siwezi. Ukitaka support yangu, vaa kama sisi. La sivyo, siwezi kukusaidia kwa sababu wanaweza wakatuua sote. Basi sawa. Nimekuelewa. Nitavaa kama nyinyi. Kuhani, mwisho wa hatima yangu ni nini? Kwa nini mnasema hivyo mfalme? Watu wangu wanazidi kufariki. Binti, baki hapa, fariki taratibu. Kiskaji tu. Jamani, naomba mniwe kuliko nije nikaliwa na wanyama. Askari, naomba unipishe kidogo. Unataka kufanya nini? So unajua tena ni muda sana sijakula kitengenge. Na mimi sifanyi chochote kama mfalme. Nini maana kuwa mfalme? Mtawala, ili miungu irizike, ni lazima damu ya kifalme mwagike. Si unajua kama binti anaumwa. Uone kama unataka kutia maisha yako hatarini. Au basi, sipigi tena.
Kuhani, kuona maanisha njitoe sadaka, si ndio maana yako? Hapana mfalme, sijamaanisha hivyo, ila mwenyewe utajua ufanye nini na uache nini. Kinachonitia hofu ni hayo magonjwa, maana watu wangu wanazidi kufa. Asa utafanya nini mfalme? Mpaka sasa sijajua cha kufanya. Kuhani, naomba niache peke yangu. Sawa mfalme. Rita, usijali mama, mimi mwenyewe nitakubeba nyumbani Rita. Mimi mwenyewe nitakubeba nyumbani Rita. John, kwa nini unakuja huku? Rita, nimeona unaletwa huku Rita. Siwezi weza kukuacha kwenye hatari. John, naomba ondoke. Sitaki nikuingize hatarini. Mimi hapa naenda kufa John. Ondoka. Rita, siwezi kuacha. Kama kufa, bora nikufe na wewe Rita. Kwa nini unafanya hivi John? Rita, jua kuwa nafanya hivyo kwa sababu nakupenda. John, naomba utafute mwingine binti kwa ajili yako. Mara mimi nakwenda kufa. Niache John. Nimekuambia sisi kuacha hapa. Mimi nitarudi na wewe. Nitarudi na wewe. Na nitatafuta mwenye dawa ya kukutibu. Nakwambia nakupenda. Sikia, hii ndo nyumba niliyoachana na wazazi wangu. Utawa naishi hapa. Wow. Ni pazuri. Napapenda. Acha unafiki basi. Sio nzuri kama hizo za kwenyu. Maana zitakuwa ni nzuri kama unavyoonekana. Usiseme hivyo. Maana sehemu yote mtu anapoishi bila shida huwa ni pazuri. Maana unayelala kwenye nyumba kama na hii na anayelala kwenye jumba la kifahari hakuna tofauti. Maana wote wanalala sawa na wanaamka sawa. Kikubwa pakuche. So hii ni sehemu nzuri. Napapenda. Hata kama bana, ila hawawezi kuwa sawa. Kwa nini? Maana nyinyi hamungatwi na umbu kama sisi. Wote tunangatwa na umbu. Sema nini sasa? Umbu za mjini ni kali kinoma kuliko za huku kijijini. Basi sawa. Hapa ndo utakuwa naishi. Alafu fanya utoe hizo nguo zako. Maana usije ukakutwa hapa bure. Haya. Alafu kwani wewe utakuwa naishi wapi? Mimi nitarudi kwa babu. Hii? Kwa hiyo unataka kuniacha peke yangu? Vipi kama nikiliwa? Acha kudeka basi. Muone pua lake. Mimi nitakuwa nakuja kusalimia. Ai. Alafu mbona umeminya pua langu? So vipi kama tukiwa tunaishi wote hapa? Kwani kuna ubaya gani? Ni marufuku mwanaume na mwanamke kulala nyumba moja kabla ya ndoa. Asa kwa nini? Kwani unaogopa nitakubaka? Ndio. Alafu mimi naondoka, nitakucheki baadaye. Bye. Yaani mimi leo nimependeza sana. Wewe mkodoshi, tangu lini kaanza tabia kunywa pombe? Cheu, kwani pombe ndo nini? Mbone mimi sijui pombe.
Sikia nikwambie cheo. Kwanza leo ukitaka hata tupigane mimi na wewe, niko tayari kupigana. Mkodoshi, kumbuka wewe ni chawa na mfalme ametupa kazi ya kutafuta malkia. Asa ukianza kunywa pombe tutampataje? Hivi wewe na uwe usi alikwambia kwamba mimi napenda kuwa chawa nani? Afu usijizime data. Unasahau kwamba mimi napanga upunguzi kwenye huu falme. Unasahau kwamba mimi napanga upinduzi kwenye huu falme. Nimeza kumind cheo. Wewe uso ndo unao kusumbua cheo. Sasa niseme kweli cheo. Wezi tu kuchonga huo mdomo wako. Ila acha nikwambie, utakuponza. Acha hizo, acha. Unajua ninacho kuchukilia cheo. Unapenda kuwa snitch. Alafu watu kama wao wana wa mind sana. Zigweza. Kumbe na sisi tunaheshimika. Aya, weka msika. Niambie nataka nini, tutakusaidia. Mimi nilikuwa napita, ila nisingeliacha kuwashukuru, maana isingelikuwa nyinyi, mimi nilikuwa nabakwa siku hiyo. Wala ina haja kutushukuru dada yangu, maana sisi kazi yetu ni kuleta amani katika hiki kijiji. Usijali kabisa. Uongo dada. Ucho anapenda kujibrand. Sikia, swala la muhimu. Ukinitazama mimi nilivyokuwa handsome na mfalme, ipe na style kuongoza kijiji. Usimsikilize huyu cha pombe, maana hapa alipo akili zake ni za mkopo, hata ajua anachokiongea. Sawa basi mheshimiwa, mimi naondoka. Sawa mrembo, baadaye. Salvador ndo vitu vyangu. Mkodoshi, naomba unisikilize tena, unisikilize kwa umakini. Acha pombe kwa usalama maisha yako. Alafu kingine, upunguze mdomo kuongea, utajiponza bure. Vipi mtabiri? Kwani umegundua nini? Mfalme, ninachokiona hapa nashindwa hata kusema. Mtabiri, kwa nini usiniambie? Ingawa uko hapa kwa ajili yangu mimi. Mtabiri, naomba uniambie. Mfalme wangu, kuna kitu nakiona kipo sawa kiongozi wangu. Si ndo niambie sasa kitu gani hicho hakiko sawa? Bado nasubiri majibu. Niambie, utabiri umesemaje? Nimeona umeondolewa madarakani mfalme. Nini?